Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na wachimbaji wadogo wa dhahabu wahukumiwa miaka 5 kwenda jela. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi, naomba uwe nami mwanzo mpaka mwisho. Unaweza pia kufuatilia matangazo yetu haya kupitia YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Bernard James. Karibu na tuwe sote. Tuanze na habari za kitaifa ambapo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema chama hicho kimefanikiwa kusajili wanachama milioni 13 katika mikoa yote hapa nchini. Brian Moses na taarifa zaidi kutoka Dodoma. Ni katika mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi jijini Dodoma. Akifungua mkutano huo, mwenyekiti taifa wa chama hicho Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na mambo mengine, msisitizo wake kwa viongozi wa chama hicho ngazi ya mikoa ni kuendelea na usajili wa wanachama wapya. Kwa kila mkoa utaona jinsi ulivyofanya kazi. Vijana bado wapo wengi, kazi ya usajili inaendelea, na kwa ujumla chama kinawashukuru wa Tanzania wote kwa kukiamini na kukikimbilia. Tunawashukuru sana na tunawakaribisha vijana zaidi waje katika Chama cha Maendeleo. Aidha, kuhusu swala la ilani ya uchaguzi ya chama hicho kwa mwaka 2025-30. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu hii tunayokwenda nayo imeandaliwa kwa weledi mkubwa, vile vile imeandaliwa na kuwashirikisha wananchi wenyewe, asasi za kiraia, taasisi za elimu ya juu na wadau wengine wengi kutoka makundi mbalimbali ya kijamii. Aidha, ilani yetu imeainisha vipaumbele vya chama ambavyo muda utakapowadia vitawekwa bayana hapa. Mkutano mkuu maalum pia umepokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya chama hicho kwa mwaka 2020-2025 kutoka pande mbili za muungano. Serikali imeendelea kuimarisha demokrasia, utawala bora na haki za binadamu kwa kuchukua hatua mbalimbali, ikiwemo kuondoa zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa na hivyo kuimarisha vyombo vya habari na kuongeza haki ya kujieleza miongoni mwa wananchi. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ilionyesha dhamira ya kuhakikisha inaelekeza utekelezaji katika misingi ya kuwainua Wazanzibari kiuchumi. Mei 30, Chama cha Mapinduzi CCM kinatarajia kuzindua ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-30. Kutoka jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Ushirika wa usafirishaji Mwanza UWAMWA umeanza majaribio ya kukata tiketi mtandao kwa mabasi ya abiria daladala yanayofanya safari zake ndani ya jiji la Mwanza na viunga vyake. Tupate taarifa zaidi. Wakizungumza mara baada ya zoezi hilo, wadau wa usafiri na usafirishaji wanasema zoezi hilo litasaidia kuepusha usumbufu kwa abiria na wadau wengine wanaotumia usafiri huo. Hii kitu ni nzuri na pia tunakwenda kurahisisha swala zima la kutoa adha kwa hawa abiria tunakwenda kuwachukua. Sawa, lakini pia vile vile tunakwenda kutengeneza mazuri kwa upande wa dereva. Dereva anakwenda kupata burudani katika kazi yake. Tunapokwenda kwenye mabadiliko mapya, tunakuwa tunapokea kitu kizuri kwa kuweza kusapoti mazingira ya sera za mabadiliko katika taifa letu. Kwanza hii huduma nimetoka kufurahia nayo sana, ni kuondoa buguza pia kwa kondakta, changamoto kwa kondakta na abiria, kwa maana ufanisi wake utakuwa ni mzuri. Zoezi hilo pia limeshuhudiwa na afisa wa mamlaka udhibiti wa usafiri ardhini LATRA Valentino Ngonyani pamoja na afisa wa ushirika jiji la Mwanza Viki Mzava, ambao kwa pamoja wameiasa jamii iwe na mapokeo mazuri ya zoezi hilo ambalo lina faida kubwa kwa jamii wanaosafiri na vyombo hivyo. Tunatarajia tutakuwa na mwitikio mzuri na usumbufu kwa abiria utakuwa upo tena, kwa sababu watakuwa wanapata tiketi ya mtandao ambao wataitumia katika safari yao, na hata wanapoteza mizigo, mtu anasahau gari anafanya nini, kwa sababu kishakuwa na tiketi ya mtandao sasa hivi itakuwa ni rahisi sana. Tunaamini kwa mwanzo huu
wananchi itakuwa ni ngumu kupokea haya kwa sababu ya mazoea tuliokuwa nayo ya kuomba mapunguzo kwenye magari. Lakini tunawaomba uweni na mapokeo mazuri kwa sababu itatusaidia kukombea. Ushirika wa usafirishaji Mwanza umeanza majaribio ya kukata tiketi mtandao ikiwa ni kutekeleza maelekezo ya serikali yanayoelekeza kwamba ifikapo mwaka 2026 huduma za usafiri zitolewe kidijitali kwa kukata tiketi mtandao. Kutoka jijini Mwanza, Respisus Kaiza. Mahakama ya hakimu mkazi wilaya Songwe imewahukumu wachimbaji wadogo wa dhahabu kulipa faini ya shilingi milioni 5 na laki 8 kila mmoja au kifungo cha miaka 3 jela baada ya kupatikana hatia ya kuingia kwa jinai katika eneo lenye leseni ya kampuni ya Dennis Mining na kuendesha shughuli za uchimbaji pasipokuwa na kibali. Taarifa zaidi na Laudence Mkonda. Wachimbaji waliohukumiwa katika kesi ya jinai namba 34358 ya mwaka 2025 ni Willy Gispatrick Njeleka, Goodluck Mungule, Yohana Doto Yunge, William Gerard na Ayubu Mwanyumba. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mfawidhi Agustino Lugome ambaye amesema mahakama imejiridhisha kuwa ushahidi uliotolewa na pande zote mbili pamoja na vielelezo vinavyounga mkono kesi hiyo vinaonyesha bila shaka kuwa washtakiwa walitenda kosa hilo kinyume cha sheria. Baada ya kutolewa kwa hukumu hiyo, washtakiwa wamefanikiwa kulipa faini na hivyo kuepuka kifungo cha miaka 3 jela. Wakili wa utetezi Barnaba Pomboma amesema kuwa hawajaridhishwa na uamuzi wa mahakama na wamepanga kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Hatujaridhishwa na haya maamuzi na tumeshaanza mchakato leo kwa kuleta notice hapa mahakamani kwa ajili ya kwenda kupinga maamuzi haya kwenda mahakama kuu. Licha ya hukumu hiyo, baadhi ya washtakiwa wameeleza nia ya kuendelea na shughuli zao za uchimbaji katika eneo la Kampilipili, maana ndio sehemu ya kupatia riziki yao ya kila siku. Hatujai kwanza kuzuiliwa kuchimba. Tunachimba miaka yote na mpaka sasa hivi tunachimba. Kwa hiyo tutaendelea kuchimba, ndo msimamo wetu. Sisi msimamo wetu kwa sababu lile tunakochimba ndo maisha yetu. Kwa lazima tuendelee na shughuli za uchimbaji kwa sababu familia zetu zinategemea pale na ndugu na jamaa wako pale. Na sisi kama wachimbaji, mimi kama mwenyekiti nasema tunasonga mbele, hatujakubaliana na maamuzi ya mahakama. Katika mazingira ya mahakama hiyo, mamia ya wachimbaji wadogo wa dhahabu kutoka eneo la Kampilipili wamejitokeza kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo na kutoa maoni mbalimbali kuhusiana na hukumu hiyo. Na sisi tunasema pamoja na hukumu ya mahakama kutoa, lakini bado hatutachoka. Tutaendelea na zoezi la kuchimba. Hao watu wanaojiita Denki wamekuja, wamepata leseni lakini wamepita njia za panya. Hata barua ya maombi ilivyoombwa mahakamani ilikataliwa kwa sababu ilikuwa barua feki. Tarehe 23 Januari mwaka 2025 ambapo washtakiwa walikabiliwa na mashtaka ya kuingia kwa nia ovu katika leseni ya kampuni ya Denki Mining na kuendesha uchimbaji wa dhahabu bila kuwa na kibali kutoka kwa mamlaka husika. Laudence Mkonda, Star TV, Songwe. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Temeke imewafikisha mahakamani na kuwafungulia mashtaka watuhumiwa 12 wakiwa na makosa ya uhujumu uchumi, ubadhilifu na utakatishaji fedha kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 165. Taarifa kamili na Athman Mihula. Akitoa taarifa ya kipindi cha robo mwaka kuanzia Januari hadi Machi mwaka huu, mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Temeke, Ole Makungu, amesema watuhumiwa hao 12 wamesomewa mashtaka hayo katika mahakama ya wilaya ya Kigamboni. Amefafanua kuwa kati ya hao 12, 3 ni watumishi wa Wizara ya TAMISEMI, 4 kutoka halmashauri ya manispaa Kigamboni, lakini kati ya hao 2 tayari wameshaachishwa kazi. Pia wapo wakandarasi 3 ambao kampuni zao zinatuhumiwa kutumika kutakatisha fedha hizo. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, makosa wanayoshtakiwa nayo ni kusababisha hasara, kosa lingine ni kosa la utakatishaji fedha. Wanashtakiwa pia kwa ubadilifu kinyume na kifungu cha 28 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Makungu ameongeza kuwa katika ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, TAKUKURU mkoa wa Temeke ifuatilia miradi 13 yenye thamani ya shilingi bilioni 11.2 huku akitoa ushauri kurekebisha miradi 5 ambapo mapungufu ya miradi 2 yamefanywa kazi na manispaa ya Kigamboni, wakati mapungufu ya miradi 3
yanaendelea kufanyiwa kazi na ofisi ya TARURA Temeke. Katika kipindi hiko cha robo mwaka ya kwanza, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Temeke imepokea malalamiko 59, huku 25 yalihusu rushwa na 31 yasiyo ya rushwa. Pia wamejipanga katika robo ya pili ya mwaka kudhibiti vitendo vya rushwa katika uchaguzi mkuu. Athman Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoani Geita imefanikiwa kuokoa zaidi ya shilingi milioni 14 za miradi ya maendeleo katika miradi 4 ya elimu, ambapo ilibainika baadhi ya wazabuni kulipwa kinyume na mkataba. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita James Ruge amesema kipindi cha Januari hadi Machi 25 jumla ya zaidi ya milioni 14 zimedhibitiwa pamoja na kufanikishwa kupatikana kwa zaidi ya shilingi milioni 3 zilizolipwa kwa mwekezaji wa kijiji. Ameongeza kuwa amefuatilia pia miradi kwenye sekta ya elimu, afya na ujenzi ambapo ipo iliyokutwa na dosari. Ujumla katika kipindi hicho jumla ya miradi 29 ya maendeleo tuliifuatilia, na miradi hiyo ilikuwa na jumla ya thamani ya shilingi bilioni 9.5. Na miradi hiyo ilihusu sekta za elimu, afya na ujenzi. Sasa katika ufuatiliaji wetu katika jumla ya miradi yote 29 kulikuwa na miradi miwili ambayo ilikuwa na changamoto kubwa ambazo zilitulazimisha tuanzishe uchunguzi mara moja. Miradi hiyo miwili ina jumla ya shilingi milioni 917 725,000. Uchunguzi umeanzishwa na uchunguzi utakapokamilika tutapasha na habari. TAKUKURU imepokea malalamiko 79, kati ya hayo 51 yalihusu rushwa na 28 hayakuwa makosa ya rushwa. Na kwa upande wa mashtaka, kesi 16 ziliendelea katika mahakama mbalimbali za mkoa wa Geita na kesi mpya 1 ilifunguliwa na 6 zilitolewa maamuzi. Zilizopokelewa zilikuwa ni 228 na kero tulizozishughulikia ni 196. Lakini kero ambazo zilikuwa zinajumlisha watu wengi kwa ujumla ambazo zilishughulikiwa kwa haraka na kupata majibu zilikuwa ni wilaya ya Ikobe, kata ya Ikobe, wilaya ya Mbogwe, ambapo wananchi waliibua kero iliyohusu ukosefu wa maji safi na salama kwenye eneo lao. Kero hii ilitatuliwa kwa muda huo huo na mpaka sasa ninavyoongea mradi wa maji umejengwa na sasa wananchi wanapata maji safi na salama. Aidha, TAKUKURU imeweka msisitizo katika kuelimisha umma ikizingatia kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Polisi mkoa wa Tabora inawashikilia watu 15 kwa tuhuma za kufungua na kuiba jumla ya betri na solar panel za taa 27 za barabara kuu ya kutoka Tabora kupitia wilaya ya Sikonge kwenda mkoani Katavi zenye thamani ya shilingi milioni 81. Mwandishi wetu Sande Kabaya na taarifa zaidi. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakapu Richard Abwao, amesema kufuatia misako mbalimbali tayari baadhi ya miundombinu ya barabara imekamatwa na kutoa wito kwa wananchi kuzilinda na kuzitunza betri na solar panel za taa za barabarani. Tumefanikiwa kukamata solar panel moja, frame 4 za solar panel na vifaa mbalimbali vya umeme. Pia tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 15 ambao wanashikiliwa kuhusiana na wizi huo wa miundombinu ya barabara. Kwa upande wake, mkazi wa kijiji cha Mpombwe Lehema Juma Majaliwa Rashidi, mkazi wa kijiji cha Tutuo, na mwenyekiti wa kitongoji cha Yogo Joyce Kaswa wa wilaya ya Sikonge wamelani vitendo vya wizi wa solar panel kwenye vijiji vyao. Mara ya kwanza ilitoka hizi mbili, hii hapo na ile pale. Mara ya pili kaja katoka ile kule, yani awamu ya pili kaibia ile kule mwishoni. Kwa hiyo ni watu ambao wazoefu, wana uredi, wanajua spana gani nafunga kule. Sasa hivi tumeketi na jeshi shirikishi la sungusungu tuweke ulinzi, angalau vijana wewe wanalinda kwa makundi.
Meneja ya wakala barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Tabora, Mhandisi Rafael Mlimaji, amekemea wizi wa betri na solar paneli ambazo kwenye barabara ya Tabora Katavi zimefungwa taa 1400, na mkuu wa wilaya Sikonge Cornel Magembe amewataka wananchi wa wilaya hiyo kuilinda miundombinu isihujumiwe hovyo. Nadhani wale watu hawaelewi kama hizi taa Mheshimiwa Rais anavyozitoa anawarudishia mali zao, kwa sababu hata wao wana michango yao kwenye hizi taa. Mtu yeyote atakayesikika au kubainika anajaribu kuchezea hii miundombinu ikiwemo hizo taa za barabarani, sisi jeshi la polisi pamoja na vyombo vyangu vyote vya usalama vya wilaya hii kwa kweli tutawashughulikia ipasavyo. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Kiasi cha shilingi milioni 160 zimelipwa kama fidia kwa wakazi wa kijiji cha Mazengo, halmashauri ya wilaya Misungwi, waliokuwa wakinufaika na uchimbaji mdogo wa madini katika kitalu PML 0643 na 0244 ili kumpisha mwekezaji. Taarifa ya Sylvester Bulengela inasomwa studio. Kuboresha utendaji wa mgodi huu iliinua malalamiko kwa baadhi ya wamiliki wa mashamba ambayo wao wanadai kuyamiliki. Leseni wakatutambua kama tumenunua eneo la shamba hili. Huyo mwekezaji alipokuja tukawauliza waliomkaribisha kwamba jamani huyu vipi? Wakatuambia tumeamua kubinafisisha mgodi wetu. Tulikuwa tunaingiza karibia milioni 16 kwa 17 kwa mwaka mmoja. Hasa huyu bwana alikuja kuwalipa wale na kuwafukuza wakaondoka. Baadhi ya wananchi wachimbaji walikuwa wakiendesha uchimbaji katika maeneo haya wanakiri kuathirika na hatua hii kwao. Wao wanakuja huko na makaratasi wanakuambia hili ni eneo la kwangu. Yaani wanatuathiri kikubwa sana. Unapata 10,000 yako, unapata 50,000, unakuja kulizika, unakaa, unaendelea na maisha yako. Mwenyekiti wa kijiji cha Mwamazengo Shimbi Bulungu Shimbi anakiri kuwepo kwa changamoto ambayo mamlaka zinazohusika zimetoa maelekezo. Wenye maleseni ndo waliongea na ile mwekezaji ndo wakamweka, kijiji kikahusishwa kwamba kuna 1, 2, 3. Msingi wa malalamiko ni maslahi ya jamii ya wenye leseni na wale waliokuwa wanamiliki mashamba. Meneja wa kampuni ya Soft Gold Helbert Dismas anakiri tayari zaidi ya shilingi milioni 160 zimelipwa kwa watu waliokuwa na maduara na nyumba katika eneo hili. Wanaolalamika hawamiliki leseni ndo chanzo cha kusema kwamba walalamike. Sisi tukafuata utaratibu mmoja tu kwamba wale kama ni eneo la serikali, wale watu walioko ndani kwa sasa kwenye eneo ambalo tunataka kufanya kazi tuwatoe kiungwana, tukawalipa watu wenye maduara, na nafikiri walisha saini. Tumelipa zaidi ya milioni 400 kwa ajili ya maduara na watu waliokuwa na nyumba. Meneja huyu anaeleza wanachokitekeleza ni muendelezo wa shughuli za kampuni hiyo ambayo walipata leseni ya uchimbaji wa madini toka mwaka 1993. Tuna leseni za kuanzia mwaka 1993. Wao wana vielelezo vya miaka 2010, 2012, kwa maana wamekuja miaka 10 na kitu baadaye. Ina maana walikuja kuvamia maeneo yetu sisi ambayo tulishai kulipia kwenye leseni. Tayari kampuni hii inatekeleza maboresho ambayo yatasaidia kutengeneza fursa mbalimbali za ajira na kodi mbalimbali za serikali. Wazazi na walezi wamekumbushwa kuzingatia malezi bora kwa watoto, ikiwa ni pamoja na kuwalinda na vitendo vya ukatili ambao umekuwa changamoto kubwa katika jamii hivi sasa. Taarifa ya mwandishi wetu inasomwa studio. Hapa ni kijiji cha Mwanangi, kata ya Mwamanyili, wilayani Busega, mkoani Simiyu, katika tukio la kukabidhi vitanda na magodoro kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Katibu tawala wa wilaya hiyo, Sangai Mambai, anahimiza malezi bora kwa watoto, ikiwa ni pamoja na kuwalinda na ukatili. Ni dunia ambayo hatupaswi kumumunya maneno. Ni dunia ambayo hatupaswi kuwaficha watoto wala kuwaficha wazazi. Mambo haya lazima tuyaseme kwa uwazi mkubwa sana. Awe mtoto wa kike awe mtoto wa kiume, wote wapo katika hatari. Hivyo sisi kama wazazi tuwalee katika njia iwapasayo.
Mchungaji kiongozi wa kanisa la Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa PEFA Ezekiel Nyanda na mwanajamii wa huduma ya mtoto na kijana kituo cha TZ 0453 Lusungu Gabriel wakabainisha mpango wa kuwasaidia watoto hao kufikia ndoto zao. Tumekuwa tukijihusisha sana na jamii, kuitembelea, kuziona familia. Kweli tumeona changamoto nyingi ambazo familia na jamii yetu ya eneo hili. Tutembelea kaya za watoto, tuweza kubaini kaya 63 ambazo walikuwa na mazingira magumu na uhitaji wa matandiko. Wazazi wanaweza kunyanyuka kiuchumi kwa kuwafanikisha kuweza kufanya miradi mbalimbali. Baadhi ya wanufaika wakatoa shukran kwa kanisa la PEFA na washirika wenza Compassion International Tanzania kwa kuboreshea huduma ya malazi. Kwanza tulikuwa na maisha magumu sana. Tulikuwa hatuna kitanda, tulikuwa tunalalia tu, tuseme haya virago. Wametusaidia, wametutoa kwenye umasikini, wanataka kutupandisha kwenye hali ya juu. Watoto wangu walikuwa wamelala chini, lakini kwa Mungu, mapenzi ya Mungu anatusaidia PEFA na Compassion. Kiasi cha shilingi milioni 10.5 zimetumika kugharamia vitanda na magodoro kwa watoto 35 kati ya watoto 193 wanaohudumiwa na kituo cha huduma ya maendeleo ya mtoto na kijana PEFA Nyasho. Wito umetolewa kwa wakulima na watoa huduma ya unyunyiziaji viuatilifu katika mashamba ya mazao kuchukua tahadhari ya kutosha kulinda afya zao kutokana na uwepo wa taarifa za madhara ya kiafya yanayosababishwa na matumizi holela ya viuatilifu. Tupate taarifa kamili. Vijana wawakilishi wa vikundi vya wakulima kutoka halmashauri za Arusha na Meru mkoani Arusha wanaopatiwa mafunzo ya siku 3 ya taaluma maalum ya unyunyiziaji viuatilifu kwenye mazao ya bustani wameonywa kuwa makini na kuzingatia kanuni za kitaalamu wanapotekeleza jukumu hilo muhimu ili kulinda afya zao. Nadhani nimesikia kuna ongezeko kubwa sana ya magonjwa ya kansa, magonjwa ya vifua. Ukija kufuatilia kwa undani unaweza kuta inachangiwa pia na matumizi holela ya viuatilifu. Hivi vitu ni sumu, lakini tunavihitaji. Ila katika kukabiliana nayo tufanye hivyo kwa uangalifu, kwa kujilinda. Mkufunzi wa mafunzo hayo Ramadhani Kilewa kutoka Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania TPHPA chini ya uratibu wa TAHA na shirika la maendeleo ya kimataifa la Sweden SIDA amewahimiza vijana hao kuzingatia matumizi sahihi ya viuatilifu. Na moja ya vitu ambavyo mnatakiwa mvifahamu wakati mnaenda kufanya shughuli zenu, unatakiwa utambue visumbufu kwa maana ya wadudu, magonjwa na magugu. Na visumbufu vingine kama ndege waharibifu, panya na minyoo fundo. Lakini baada ya kugundua tatizo shambani, unatakiwa sasa uchague kiuatilifu kilicho sahihi ambacho kitaenda kutatua tatizo lililopo shambani. Na hii itakuja kupunguza malalamiko mengi ambayo wakulima wanayasema kwamba viuatilifu wanavyouziwa kutoka kwa wauza pembejeo za viuatilifu kwamba ni feki. Sasa tunaona kwamba tukiwafundisha vijana wakaweza kutumika kwenye mashamba, wakaspray vizuri, wakapiga dawa vizuri, wakatumia viuatilifu vizuri, tutaweza tukaokoa ama tukapunguza kwa kiwango kikubwa sana baadhi ya maradhi. Baadhi ya vijana wanaopokea mafunzo hayo wameeleza utayari wao wa kutoa huduma ya unyunyiziaji kwenye mazao ya bustani. Sisi tunachukulia uzoefu. Yaani kwa mfano tunakuta labda baba alikuwa analima hivi na sisi tunaingia hivyo hivyo bila kujua kwamba kuna madhara kwenye hivi viuatilifu. Nadhani baada ya hapa sisi tutakuwa mfano. Kiukweli nimejifunza kwamba kuna changamoto kubwa sana ya uchanganyaji wa viuatilifu, haswa nikiwa na experience kwa upande wangu. Mimi nilishawahi kuchanganya viuatilifu na nikapiga. Pamoja na madhara ya kiafya, inakadiriwa kuwa 30% ya visababishi vya mabadiliko ya tabia nchi yanachangiwa na masuala ya kilimo, hususan matumizi holela ya viuatilifu. Angelo Moleka, Star TV. Na mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami Bernard James. Mashindano makubwa,
yanayovuka mipaka ya mabara, yanayojenga historia ya kuleta pamoja vilabu vikubwa duniani. Ni vilabu 32 ndani ya siku 30, mchezo mmoja wenye ladha tofauti za kila bara. Nani kuleta taswira mpya ya soka ulimwenguni? Nani kutengeneza ufalme mpya wa soka la vilabu? Na nani kufunga ukurasa wa enzi zake za soka kihistoria? Ni kombe la dunia la vilabu ndani ya Star Times kuanzia Juni 15, 2025. Mimi nifikiria utaniambia habari ya biashara, habari ya mifugo. Huu unazungumza habari ya ujenzi. Kwa hiyo hii bati ndio utaezekea. Sasa wakati tulikuwa nao ulitaka niesheke nini maboshi? Fundi. Umeshindwa kumshauri huyu mzee? Pengine alikuwa na bana matumizi. Sikia Jangala, mabati yenye geji 32 hairuhusiwi kabisa kuwezekea nyumba za kuishi. Bati ambazo zinafaa kwa ujenzi ni geji 28 na geji 30. Geji 32 zimetengenezwa maalum kwa ajili ya kuwekea uzio kwenye mradi au ujenzi wa kujengea mabanda ya mifugo. Nimakuelewa. Tena hakikisha bati hizo zimekidhi viwango na kuwekewa alama ya ubora ya TBS. Kwa maelekezo zaidi piga namba zifuatazo: bure 0800110827, tovuti www.tbs.go.tz. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, irahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Wakazi wa kitongoji cha Genteme, kijiji cha Buchanchari, kata ya Kisaka, wilaya Serengeti, wamejenga shule shikizi kwa lengo la kusaidia watoto kupata elimu karibu zaidi badala ya kutembea umbali mrefu wa zaidi ya kilomita 10 kufikia shule, hali ambayo inadaiwa wengi kukatisha masomo. Kutoka Serengeti, Sospita Mabirika ana undani wa habari hii. Hali hii imekuwa kikwazo kwa wengi, hasa watoto wa umri mdogo ambao wanakabiliwa na changamoto za kutohudhuria masomo. Ujenzi wa shule hii unatarajiwa kuwa na manufaa makubwa na kuimarisha kiwango cha elimu na hivyo kupunguza utoro unaotokana na mwendo mrefu. Kilichotusukuma mpaka tukajenga hapa ni kwa ajili ya machungu ya watoto wetu. Eneo hili kwa jiografia, nimezaliwa hapa, nimekulia hapa. Ni eneo ambalo lina watoto wengi, alafu hawajui kusoma na kuandika kutokana na mazingira. Hicho kitu tulifanya utafiti, tukaona kinatugharimu. Ina maana kama mtoto wako haendi kusoma, gharama ya mtu ambaye hajui kusoma na kuandika, hivi nyie wataalamu mmesoma, hivi huwa inakuwaje? Ni kubwa. Yaani kama unataka mtu akuue, akunyime elimu. Kwamba huyu mtoto atoke huku wa miaka 5 aende mpaka Kisaka shule ya msingi si kawaida. Ndio maana tukafika mahali tukasema haitawezekana. Jitihada mnazoona hizi ni hamasa ya wananchi wenyewe wameguswa. Kwa hiyo mtupe walimu, mjue hawana mashaka, nyumba zipo, hazina mgogoro. Kwa mujibu wa viongozi wa serikali, shule shikizi zitawezesha watoto wengi kupata fursa ya elimu na hivyo kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika siku za usoni. Shule shikizi Genteme ina ukubwa wa eneo la zaidi ya ekari 8. Tunaomba msaada kutoka uongozi wa halmashauri wa kupauliwa madarasa ambayo hayajaezekwa. Maeneo yote niko fika, kusema kweli sijakuta watu ambao wameweka nguvu za wananchi ambazo ziko kwenye standard kama eneo hili la mji. Kwa vitu vya msingi ambavyo mimi nashauri kwamba kwenye jitihada zenu msisubiri hiyo Januari, hizo choo zikamilike. Kama mkituahidi kwamba kabla shule haijafunguliwa zitakuwa zimekamilika, na sisi tunawaahidi
kabla wakati wa kufungua shule watoto wa darasa la awali na darasa la kwanza waje hapa. Tukiangazia juhudi hizi na matumaini ya wakazi wa Genteme katika kuelekea mstakabali mzuri wa elimu, kamati ya mipango, uchumi na fedha ya madiwani wa halmashauri ya wilaya Serengeti inajinasibu kusaidia ujenzi huo. Niwahakikishie kabisa tutawashika mkono kwa kazi mlioifanya. Kama kamati ya fedha imekuja alafu ikaona alafu ikaondoka isiwashike mkono, tutakuwa tuwatendei haki. Kutoka Serengeti Hospital Mabirika, Star TV. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuwa nami. Wanawake wachakataji wa mazao ya uvuvi kutoka mikoa ya Kagera na Geita wamepatiwa mafunzo ya uhifadhi bora wa mazao ya samaki ili waweze kuzalisha bidhaa zitakazoweza kushindana katika soko la kimataifa. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa kuhitimisha mafunzo ya siku 3 ya uchakataji, uhudumiaji na uhifadhi bora wa samaki, mkuu wa chuo cha mafunzo ya elimu na uvuvi FETA kampasi ya Nyegezi mkoani Mwanza, Mukama Ndaro, ameeleza umuhimu wa mafunzo hayo katika kuimarisha sekta ya uvuvi. Watu sasa hivi wanazungumza bidhaa ambayo imeongezwa thamani. Si mnakumbuka huko nyuma tulikuwa tunauza kila kitu, tunauzia wazungu ndio wanaenda kuchakata, si ndio? Sasa hivi mpango mzima ni kwamba tuchakate wenyewe, tuuze vilivyoongezewa nini? Kwa upande wao, mratibu mradi wa mtandao wa wanawake wachakataji kanda ya Ziwa Taifa Lucy Kilanga pamoja na mkurugenzi wa shirika la usimamizi wa mazingira Emedo Daktari Edi Truduthi Lukanga wameeleza jinsi ushiriki wa wadau ulivyofanikisha mafunzo hayo. Kwa hiyo kwa FETA vitu wakina mama walivyojifunza kwa hizi siku 3, wao wenyewe ni mashuhuda. Kuna vitu vitatokea na tutaleta mrejesho, ikiwemo majiko yale ya kubanikia. Kina mama wameona, wapo ile elimu wameibeba kwa sababu wao wanafanya zile kazi. Mafunzo kama haya pia yatafanyika tena kwa awamu nyingine. This time hawa wametoka Kagera, lakini watakaokuja watatoka Mara na Mwanza, kwa sababu katika huu mradi tumebainisha hao champions vinara 50 jumla, na hao vinara 50 ndio kupitia hao tunatakiwa tufike 1600 ngapi? 67. Nao baadhi ya wachakataji samaki ambao wameshiriki katika mafunzo hayo wameeleza jinsi watakavyoboresha shughuli zao. Kwa kweli nimejifunza vitu vingi sana ambavyo hivi vitu nategemea vinaenda kunibadilisha. Kwa hiyo tunasema asante kwa sababu elimu hii itaenda kusambaa kwa maeneo yetu husika ambayo tunaishi kwa ajili ya kuwapa maelekezo kina mama wenzetu. Mafunzo hayo ya siku 3 ambayo yalilenga kumwezesha mwanamke wa sekta ya uvuvi juu ya uchakataji bora wa samaki na kuongeza thamani ya bidhaa za uvuvi yamehudhuriwa na wanawake 27 kutoka mikoa ya Kagera na Geita. Wakulima wa parachichi mkoani Njombe wameishukuru serikali kuwapatia mbolea ya ruzuku ambayo imewasaidia kuongeza tija na uzalishaji katika zao hilo. Adam Damian ana taarifa zaidi. Wakizungumza na wajumbe wa bodi ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA walipotembelea chama cha msingi cha Ng'anda AMCOS na kampuni ya mkulima wa parachichi ya Avonemes, wakulima hao wamesema ruzuku hiyo imepunguza gharama za uzalishaji na kuwawezesha kuajiri nguvu kazi zaidi katika mashamba yao. Na mimi mkubwa wa shamba langu ni zaidi ya eka 210. Sasa isingekuwa ruzuku, nafikiri nisingeweza kuweka kiwango kikubwa sana. Ningeweka kiwango kidogo na mavuno yangeweza kuwa kidogo. Lakini sasa hivi katika hizo eka na save hela nyingi sana. Kawaida hii hatua inaweza kuchukua kuanzia masaa mawili baada ya kufanya crushing. Uzalishaji umeongezeka kutoka tani milioni 1,756,000. Hiyo ni kwa msimu wa 2022-23 na kufikia tani milioni 2,027 kwa msimu uliopita. Akiongea kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TFRA Dr. Anthony Diallo, mjumbe wa bodi hiyo John Cheyo amesema serikali inatamani kuona wakulima wanaongeza tija na uzalishaji, akiwahimiza wakulima kulima kwa bidii ili kuzalisha mara 2 zaidi ya msimu uliopita ili kukuza uchumi wao. Na matumizi ya mbolea ambayo wanayatumia, lakini pamoja sasa na uuzaji, kile chama cha ushirika namna gani ambacho kinawasaidia kwa ajili ya kuweza kuuza parachichi zao
na parachichi kwa sababu kwa sasa hivi sehemu kubwa sana inauzwa nje ya nchi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kampuni inayojihusisha na ununuzi na uongezaji thamani wa zao la parachichi, Hadija Jabir, amewasihi wakulima kuzingatia matumizi sahihi ya mbolea kwenye zao la parachichi ili wazalishe kwa wingi na ubora unaohitajika kwenye soko la nje. Kwenye upande wa zao la parachichi, sasa hivi tunaona wakulima wanaendelea kuongeza matumizi ya mbolea, na ni muhimu kwa sababu unapoweza kupatia udongo nutrients zile zinazohitajika, maana yake ni kwamba unapata mazao yenye ubora ule ambao unahitajika, lakini pia unaweza kuongeza kiasi unachokizalisha. Ziara ya bodi ya TFRA iliyolenga kutembelea mazao ya kimkakati ya miwa, kahawa na parachichi inahitimika hapa Iringa, huku msisitizo ukiwa ni kwa wakulima kupima afya ya udongo ili kutumia mbolea sahihi ili kuongeza tija na uzalishaji. Adam Damian, Star TV, Iringa. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, punde habari za kimataifa zitafuata. Endelea kuwa nami. Mahakama ya biashara ya kimataifa ya Marekani imezuia utekelezaji wa ushuru mkubwa wa dharura uliokuwa umependekezwa na Rais Donald Trump, ikisema kuwa kiongozi huyu amevuka mipaka ya mamlaka yake kwa kutumia sheria ya dharura ya mwaka 1977 maarufu kama IEEPA kuweka ushuru bila idhini ya bunge. Chazi Machugu na undani wa habari hii. Aprili 2 mwaka 2025, Rais wa Marekani Donald Trump aliutikisa ulimwengu mzima baada ya kutoa taarifa ya kuongeza ushuru kwa baadhi ya mataifa. Uamuzi huo uliongeza mashaka makubwa kuhusu uhalali wa sera za kiuchumi za Trump ambazo zilisababisha taharuki katika masoko ya kifedha, kuzua mivutano na washirika wa kibiashara, kuongeza hofu kuhusu mfumuko wa bei na kushuka kwa uchumi duniani. Kwa sasa majaji watatu wa mahakama wamesema kuwa amri hizo za ushuru, ikiwemo zile alizozielekeza kwa nchi nyingi zikiwemo China, Canada na Mexico, hazina msingi wa kisheria chini ya sheria ya IEEPA. Uamuzi huu unakuja wakati Rais Trump anakabiliwa na kesi 7 za kupinga ushuru wake, huku majimbo zaidi ya 10 yakiungana kwenye madai hayo. Wakati huo huo, tajiri maarufu Elon Musk amejiuzulu kutoka nafasi yake serikalini alikokuwa na jukumu la kupunguza matumizi ya serikali, akilalamikia mswada wa matumizi uliopitishwa na Rais Trump. Bilionea Elon Musk aliteuliwa na Trump kuongoza juhudi za kubana matumizi serikalini kupitia DOGE, idara iliyoundwa kwa ajili ya kufuta ajira zisizo na tija na kuleta ufanisi wa kiteknolojia serikalini. Tangu kuanzishwa kwake, DOGE iliripotiwa kuwafuta kazi maelfu ya watumishi wa umma na kufunga idara kadhaa zisizo na matokeo ya moja kwa moja. Tukiangazia habari nyingine, watu 4 wamepoteza uhai wakati wakisaka msaada wa chakula katika ukanda wa Gaza, wakati mamia ya Wapalestina waliovamia ghala la chakula la Umoja wa Mataifa huko Gaza walikumbwa na msongamano na hali ya taharuki, huku watu wakipigana vikumbo na kung'oa vipande vya jengo hilo kwa jaribio la kuingia ndani. Tukio hilo limetokea siku moja tu baada ya kundi lingine la watu kuvamia kituo kipya cha misaada kilichoanzishwa na taasisi inayoungwa mkono na Israel na Marekani. Jeshi la Israel ambalo linalinda usalama wa eneo hilo kwa umbali fulani limesema lilifyatua risasi za onyo pekee kudhibiti hali hiyo. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amethibitisha kuuawa kwa Mohamed Sinwar, kaka wa Yahya Sinwar, mmoja wa wapiganaji wa shambulio la Hamas la tarehe 7 Oktoba 2023. Kwingineko, Moscow imependekeza kuendelea na mazungumzo ya moja kwa moja na Kiev kuhusu uwezekano wa kusitisha vita vya Ukraine, ambapo duru ijayo ya mazungumzo inapangwa kufanyika Jumatatu hii mjini Istanbul, Uturuki.
Taarifa hiyo imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov. Amesema Moscow imependekeza ujumbe wa Urusi na uko tayari kuwasilisha waraka maalum kwa upande wa Ukraine na kutoa maelekezo ya kina kuhusu mapendekezo yao ya kushughulikia mizizi ya mgogoro huo. Naye waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov amethibitisha kuwa nchi yake haipingani na mazungumzo zaidi, lakini amesisitiza kuwa waraka huo unatakiwa kuwasilishwa mapema ili maandalizi ya mazungumzo yawe ya maana na yenye tija. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Mahakama ya Ufaransa imetoa kifungo cha juu cha miaka 20 jela kwa daktari bingwa wa zamani wa upasuaji ambaye alikiri kuwadhulumu kingono mamia ya wagonjwa, wengi wao wakiwa watoto kwa zaidi ya miongo miwili. Kesi hii ya Joel Lesquanek mwenye umri wa miaka 74 imefichua ukubwa wa uhalifu wake na mateso ya waathiriwa, lakini pia imezusha maswali: kwa nini juhudi zaidi hazikufanyika mapema ili kumzuia? Daktari huyo wa zamani amepatikana na hatia ya kuwadhulumu kingono na kuwabaka wagonjwa 229 katika kliniki yake mjini Vannes. Naam, mtazamaji, mwisho wa habari za kimataifa. Punde habari motomoto za michezo na burudani. Endelea kuwa nami. Ufalme wetu haukaukiwi. Hapa show mbili mpya, huku tamthilia endelevu. Hapa vicheko na kule madrama kama yote ndani ya Maisha Magic Bongo. Dada, umekanyaga waya. Kulipia piga *150 *53 reli. Wafalme wa loko, usikanyage waya. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda, ambaye ni mlezi wa timu ya Pamba Jiji FC, amesema kama uongozi unathamini udhamini wa NIC kwa timu hiyo katika kuongeza hamasa miongoni mwa wachezaji na wadau kwa ujumla. Tupate taarifa zaidi. Mtanda amesema hayo kufuatia wajumbe wa bodi wa kurugenzi wa shirika la bima la taifa NIC kufika katika ofisi yake ikiwa ni sehemu ya ziara yao ya kikazi. Mimi ni mlezi wa Pamba Jiji. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuishukuru bodi ya NIC kwa kutupa sponsorship. Walikuwa wanatupa sponsorship kwa wanaangalia kidogo wanasema hii mambo ya mipira hii na nini, lakini nadhani mnaona hata nyinyi tukicheza mnaiona NIC kiapia pale. Kwa hiyo na sports hawezi kuikwepa duniani. Kwa sasa mpira wa miguu ndio kitu ambacho kina entertain na kuwavutia watu wengi. Kwa hiyo mnapojiinvolve katika hilo wala hampate hasara. Mtanda amewahakikishia wadau hao wa michezo NIC kuwa uongozi wa Pamba Jiji FC uko imara kutokana na benchi la ufundi linaloongozwa na kocha mkuu Fred Felix Minziro pamoja na wachezaji waliosajiliwa wanaendelea kuipambania. GSM, unaona jezi yetu ya Pamba imepambwa na GSM, ni main sponsor, ni milioni 300 tu. Kwa hiyo tunawakaribisheni na nyie, msije mkafikiri kuwekeza katika michezo ni hasara. Kuwekeza katika michezo kuna faida kubwa sana. Kwa hiyo na tumejipanga kuimarisha timu next year. Kwanza nyie kama wadhamini nataka niwahakikishieni timu ya Pamba haishuki daraja. Mkurugenzi wa masoko na mawasiliano kutoka shirika la bima la taifa NIC, Hanim Meshak, amesema wataendelea kuidhamini timu ya Pamba Jiji FC kwa msimu ujao wa ligi kuu ya NBC
baada ya kuona udhamini wa msimu huu umekuwa wenye tija. Kwa hiyo tumeidhamini Pamba Jiji, na kwa kweli baada ya kufanya tathmini tumedhamini kwa mwaka mmoja uliopita wa kipindi hiki cha ligi kuu ya Tanzania, na baada ya kufanya tathmini tumeona tumefaidika katika maeneo makubwa mawili. Moja, kwanza elimu ya bima imewafikia Watanzania wengi kwa sababu kupitia zile jezi ambazo Pamba wanavaa za mazoezi, manake nembo ya NIC iko pale. Kwa hiyo wanapokuwa wanafanya mazoezi wanarushwa kwenye TV na wanapigwa picha mbalimbali zinakuwa shared kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia na televisheni zetu za hapa nchini. Kwa sasa Pamba Jiji FC inaendelea na mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na michezo miwili iliyosalia kabla ya ligi kuu msimu wa mwaka 2024-2025 kutamatika. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Maandalizi ya mchezo wa nusu fainali ya pili ya kombe la shirikisho la CRDB utakaopigwa katika uwanja wa Tanzanite kwa Raha Babati mkoani Manyara baina ya klabu ya Simba na Singida Black Stars yamekamilika kwa 99%. Zakaria Mtigandi ana habari zaidi. Klabu ya Simba na Singida Black Stars zitakutana Jumamosi hii katika mchezo wa nusu fainali ya pili ya kombe la shirikisho la CRDB katika uwanja wa Tanzanite kwa Raha mjini Babati. Afisa michezo wa halmashauri ya mji wa Babati ambayo ndio mmiliki wa uwanja huo Juma Kifura na katibu wa chama cha soka mkoa wa Manyara Marufa Trifonia Temba wamesema maandalizi yote yamekamilika ikiwemo eneo la kuchezea. Maandalizi mengine ni dressing room, vyumba vya kubadilishia wachezaji, tumeviwekea makabati kwa ajili ya kuweka jezi za wachezaji, kwa maana kwamba t-shirt, bukta na viatu. Na maeneo matatu ya kabati. Kuna eneo ambapo tutaweka t-shirt, tutaweka bukta na lingine litaka viatu na kalia. Lakini pia usafi wa vyoo na mabafu unaendelea, lakini na chumba cha waamuzi pia na chenyewe tumekiwekea choo cha kisasa. Kwa wapenzi wa soka mkoani Manyara na nje ya mkoa wa Manyara na Tanzania kwa ujumla hata na nje ya nchi, tunawakaribisha sana kwa Manyara Tanzanite kwa Raha kwa ajili ya burudani ya kesho kutwa kati ya Simba na Singida Black Stars. Ni burudani ambayo kwa kweli itakuwa ni ya kusisimua, kwa hiyo tuwaalike, tuwakaribishe waje kwa wingi kabisa. Kwenye viunga vya mji wa Babati, baadhi ya mashabiki na wapenzi wa klabu ya Simba wamekuwa na maoni tofauti kuhusu mchezo huo. Bana, ratiba mechi ya kesho kwa Jumamosi itakuwa ngumu sana, maana Simba amecheza mechi nyingi mfululizo. Kwa hiyo itakuwa Simba apambane ili amshinde Singida. Kucheza hapa na Fountain Gate alidraw, kwa hiyo ni kama aliacha pigo kwa mashabiki wake wa hapa Manyara. Kwa hiyo mapokeo yanaweza yasiwe mazuri sana, yaani mashabiki wanaweza wasipokee vizuri kwa kidhani kabisa kwamba inaweza kupoteza tena. Ishaisha mechi, ishaisha tayari. Sisi tunacheza finali na Yanga. Yaani Yanga wametangulia ghetto. Alafu tunaenda kumaliza. Kwa nini wametangulia ghetto? Yaani umempigia simu mtu wako naomba oya, nisubiri ghetto, alafu mimi ndo naenda kulipia chumba, alafu ndo namaliza kila kitu. Kwa hiyo ushajua anatangulia ghetto nani? Klabu ya Simba imetoka kucheza na Singida Black Stars Jumatano wiki hii katika mchezo wa ligi kuu ya NBC ambapo Simba iliibuka na alama 3 baada ya kuifunga Singida Black Stars bao 1-0. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Uwepo wa mbio mbalimbali zinazohusisha utalii zinatajwa kusaidia ongezeko la idadi ya watalii wanaokuja kutembelea vivutio vya kaskazini mwa Tanzania ikiwemo Arusha kukaa kwa muda mrefu, hasa kutokana na kushirikisha idadi kubwa ya wakimbiaji kutoka ndani na nje. Mwanahabari wetu Beatrice Gerard ana undani wa taarifa hii. Kwa mara ya kwanza mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na mbio iliyopewa jina la Cape to Cairo zitakazohusisha umbali wa kilomita 42 na kukutanisha wakimbiaji kutoka ndani na nje ya nchi. Mwandaaji kiongozi wa mbio hizo anabainisha umuhimu wa mbio hizo hasa katika sekta ya utalii kwa kuongeza idadi ya watalii wanaokaa kwa muda mrefu kufanya shughuli za kitalii katika jiji la Arusha. Kumekuwa na changamoto ndani ya jiji letu la Arusha kwamba wageni wetu hawakai sana. Wanatoka Kia, wanatua Arusha, wakiamka asubuhi wanapitiza porini. Zamani tulikuwa tunakaa na wageni zaidi ya night 3 hapa Arusha. Lakini sasa hivi inaonekana kama vile wakitoka porini wanaunganisha kwenye ndege. Wakitoka kwenye ndege kuja mjini wanalala night moja, walali kabisa wanaendelea. Kwa hiyo tunataka tukutane sisi wana Arusha. Tour operators, watu wenye activity mbalimbali za utalii ndani ya jiji la Arusha.
wageni wenyewe watambue kwamba sasa Arusha ni moja ya destination. Watu wakae zaidi ya siku 2-3. Hilo ndio lengo letu kubwa. Mbio hizi zinatajwa kuwa sehemu ya kujiweka tayari kwa wanariadha mashuhuri pamoja na kusaka vipaji vipya, msisitizo ukiweka kwa waandaji kuzingatia viwango vya mchezo wa riadha katika maandalizi. Lengo hasa ni kukaa katika utaratibu na kukimbia katika utaratibu ambao unakubalika katika kanuni za Tanzania na kanuni za kimataifa. Arusha ni sehemu ambao wanatoka wanariadha ambao ni wazoefu na wamekuwa wanatuwakilisha vizuri huko duniani. Mbio nyingi Arusha ni kilomita 21. Sasa hii 42 walikuwa wamehimisi sana na wengi wao, maana hapa kuna watu wanakimbia mpaka kilomita 80, wanakimbia hivyo, lakini sio ya mashindano, ni ile wanafanya tu mazoezi. Lakini sasa hivi hii imekuja 42, nadhani wakati wao sasa wa kujipima na kuona wanaweza kushiriki vipi na sisi kupitia hii mbio yetu ya 42 kilomita. Ni mbio ambayo imepimwa kabisa kimataifa na inafuata njia zote za kimataifa. Kwa hiyo route zetu ziko tayari, tumeshazipima zote, tunafanya kwa pamoja. Zaidi ya wakimbiaji 2000 wanatarajiwa kushiriki katika mbio hizi zinazotarajiwa kufanyika Juni mosi mwaka huu. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha.